Na min fawaid al-ayati, miongoni mwa faida za hizi aya, kwanza thubutu qawamatu rijal. Aya zimethibitisha usimamizi wa wanaume ala nisai, kuwasimamia wanawake. Ile ar-rijalu qawwamuna ala an-nisai bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd. Hii inathibitisha qawamatu rijali, usimamizi wa wanaume ala nisai, kuwasimamia wanawake, bisababi tafdhilillah. Yote hayo yamepatikana kwa sababu ya ufadhilisho wa Allah lahum, kufadhilishwa wanaume, bihtisasihim, tena kwa kuhusishwa wao, bilwilaya, ule uongozi na utawala, wa bisababi, na pia kwa sababu ma yajibu alaihim, kwa yale ambayo yanawajibikia wanaume. Wanawajibikiwa na mambo mengi sana, min alhuquqi, katika haki. Wa abrazuha, na liliyokuwa mbele zaidi katika haki, jukumu kubwa, an-nafaqa ala zawja, ni yale matumizi kwa yule mke pamoja na familia kiujumla. Kwa hiyo miongoni mwa majukumu ambayo kapewa mwanamume ni mengi, pamoja na kwamba wenzetu wanakwambia wao wana majukumu mengi zaidi, lakini kiuhalisia wanaume wamepewa majukumu mengi zaidi. Na miongoni mwa jukumu kubwa zaidi ni lile la kutoa matumizi kwa mke pamoja na familia. Lakini leo hili hata wao wanakulisha, kwambia subiri kaa kitako hapo, mimi nakulisha, na kulisha kweli. Thubutu qawamatu rajul, kuthibiti usimamizi wa mwanamume ala nisai, kuwasimamia wanawake, bisababi tafdhilillahi, kwa sababu ya kufadhilishwa na Allah lahum, wanaume, biikhtisasihim, kwa kule Allah kuwahusisha wanaume peke yao, bilwilayati, kuwapa utawala wa nyumba, wao ndio watawala. Kwa hiyo mwanamke anakuwa kama ni waziri mkuu, rais ni mume. Wa bisababi ma yajibu alaihim, na kwa sababu ya yale ambayo yanawawajibikia juu yao, min alhuquqi, katika haki. Wanaume wana haki nyingi sana wanaotakiwa kuzitekeleza, ila hatuzitekelezi. Wa abrazuha, na liliyokuwa mbele zaidi katika haki wanayopaswa kuitekeleza, an-nafaqatu ala zawja, ni matumizi kwa yule mke pamoja na familia kiujumla. Huko nyuma tulipita, lakini bil ma'ruf. Pili, at-tahdhiru min al-baghi wa dhulmi al-mar'a. Aya zimekuja kuleta tahadhari, kuhadharisha min al-baghi, kwamba watu wasije wakafanya baghi, wasije wakawadhulumu. Wa dhulmi ndio hiyo, au baghi, kuwaonea choyo. Naweza ukasema choyo, sasa nyingine wanaume tuwaonea choyo, si waonee choyo. Na kuonea choyo kuko kwa aina nyingi. Kwamba yeye katakiwa ushughulikie mpaka mkate wake umpe. Sasa usije ukaona choyo, ukaona sawa nafasi wakawe sasa ndio ulishwe na kila kitu. Wapo wao anakaa kitako, yeye anasubiri mpaka vocha atiliwe na mkewe. Kangu ndio sina dakika tena huko. Ajabu kweli. Kwa hiyo wasione choyo. Wa adami al-baghi, tahdhiru min al-baghi, tahadhari ya kutokuwaonea choyo, wa dhulmi, na kumdhulumu al-mar'at, kuwadhulumu wanawake, fi ta'dibi, katika kule kuwafunza adabu. Ni kweli tumepewa ruhusa ya kuadabisha, lakini isiwe tena kwa njia ya kumdhulumu. Bitafkiri al-'abdi biqudratillah, Allah amelihadharisha hilo kwa kumtajia mja biqudratillahi alayhi, uwezo wa Allah juu yake. Mwisho Allah amesema inna Allaha kana aliyan kabira. Nikupa hiyo amri ya kupiga, lakini Allah ndiye aliye juu na ndio mkubwa. Sije ukaona na ukapitiliza mpaka umpewa nyanda ukachukua pima. Allah ndiye mkubwa, kwa maana lazima atakulipiza na wewe. Biqudratillahi alayhi wa uluwihi subhanahu, na kuonyesha utukufu wake Allah aliyetakasika. At-tahdhiru min al-baghi,
aya zimehadharisha kuona choyo wa dhulmi almar'a, na kumdhulumu mwanamke, fi ta'dibi, katika kumfunza adabu, na si kumfunza adabu, kumdhulumu katika hali yoyote ile. Si lazima kufunza adabu, hataki kudhulumiwa. Unapotumia pesa zake pia wamdhulumu, labda aridhike mwenyewe. Bitadhkiri al-abd, Allah amewahadharisha hilo kwa kuwatajia hawaja biqudratillahi, kuwatajia uweza wa Allah alayhi, juu yake huyo mtu, wa uluwihi subhanahu, na kuonyesha utukufu wake Allah alitakasika. Lakini tatu, at-tahdhiru min dhamimi al-akhlaq, aya pia zimekuja kutuhadharisha kuwa na tabia mbaya. Imetuhadharisha kuwa na tabia mbaya, tusio na tabia mbaya. Kal kibri, kama vile kiburi. Sawa Ndio pale aliposema inna Allaha wallahu la yuhibbu man kana mukhtalan, hampendi yule aliyekuwa anajiona fakhura, mwenye fahari. Kwa hiyo tahdhiru min dhamimi al-akhlaqi zimekuja kutuhadharisha kutokana na tabia mbaya. Kal kibri, kama kuwa na kiburi mtu. Na kiburi nini? Kiburi Mtume sallallahu alayhi wasallam alifasiri batrul haqi, ni kuikataa haki. Yani haki hii waiona, lakini wewe huitaki, pengine hujaisema wewe. Sawa? Haki waipinga tu na kutokushukuru neema. Yani neema kwako ni neema, lakini wewe hutaki kushukuru, wala hutaki kuonyesha kwamba hii neema. Unataka uonyeshe kwamba hamna lolote. Kwa hiyo tumehadharishwa na tabia mbaya. Hizo ni tabia mbaya kama vile kiburi wa tafakhuri na kujifakharisha, wal bukhli, na ubakhili. Jamani, ubakhili si mzuri. Wakata mil ilmi, na kuficha elimu, wa adami tabiinihi linnasi, na kuto kuibainisha elimu kwa watu. Hizo ni katika tabia mbovu. Aya zimetuhadharisha tuachane na hizo tabia. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya hii amesema wa'atadna lilkafirina adhaban muhina, amewaandalia makafiri adhabu yenye kuwapahiza na kuwadhalilisha. Lakini si hawa waliotajwa huku. Kuna na wengine pia wameandaliwa adhaban muhina. Kina nani? Walladhina yunfiquna amwalahum, na wale ambao watoa mali zao. Kuna wengine wabakhili wametajwa huku Kuna wengine si wabakhili, pia watoa, lakini pia watakuwa na moto. Wale ambao yunfikuna amwalahum, watoa mali zao, lakini ria an-nasi, kwa kuwaonyesha watu. Ndio ile misifa ametajwa huko nyuma apenda misifa. Kwa hiyo anayetoa lakini ria an-nasi, kwa ria, kuwaonyesha watu kwamba yatoa. Wala yu'minuna billahi, wala hawamuamini Allah, wala bil yawmil akhir, wala hawaamini siku ya mwisho. Hao nao ni motoni, wameandaliwa adhabu yenye kuumiza, yenye kudhalilisha. Wa man yakuni shaytanu lahu qarina, la yoyote ambaye shetani amekuwa ndiyo rafiki yake, basi ajue fasaa qarina, ana rafiki mbaya kweli kweli, hafai kuwa rafiki. Shetani sio rafiki. Wewe utaona ni rafiki, yeye hana urafiki kabisa. Walladhina yunfikuna, atfia nyuma jamani na walioandaliwa vile vile adhabu muhina vile vile, walladhina, wale ambao yunfikuna amwalahum, ambao watoa mali zao, lakini ria an-nasi, kwa ria, kuwaonyesha watu. Akitoa mpaka kuje na TV, ana rekodi yake, hasa kuwa na mwandishi wake, anaye mwandishi wake. Nakwambia haya, anatoa tende mfano nyote kipati kimoja shele unachukuliwa na move. Tena unaambiwa subiri kidogo, anakupa hivi kidogo mpaka ile picha ichukue vizuri, unaganda hivi kidogo. Lakini sasa wakati mwingine shekhe, inakuwa ni wajibu kufanya hivyo. Tuko pamoja? Kutokana na nini? Utapeli. Kwa sababu kuna watu wengi shekhe wanapewa misaada, wawagawi, hawawagawi. Ndio maana wale watu wao wanawaambia nataka unichukulie picha. Kama kachimbua kisima, basi kisima kionekanwe, kichukuliwe picha, na wakazi waonekane na madumu yao, tayari maji yafunguliwa.
Kwa sababu mtu wengine apewa kachimbe kisima vinne, enda chimba kimoja tu, nyingine zote anakula. Anapewa hii msaada kapeleke, hapeleki, msaada ni yeye na familia yake. Kwa ndio maana wale wenye kutoa saa nyingine wanataka lazima vipi waone. Kwa hiyo tusiye tukaona kwamba kila ikichukuliwa nini kwa ni shida tu hasa nyingine inabidi ukubali tu kutokana na mazingira yalivyo shekhe. Japo ni idhlali wa dhalilika kidogo, lakini sasa kutokana na habari inapokuwa kuzuia wizi basi ile anaonekana atakapewa tende vipakiti vingapi alafu katoa kimoja kimoja, au sio? Na aliyowapa wangapi wanahesabu wenyewe wao. Kwa hiyo wanaotoa ria annasi kwa ria kuwaonyesha watu kwamba wanatoa, wala yu'minuna billahi, wala hawamuamini Allah, wala bil yawmil akhir, wala hawaamini siku ya mwisho. Hao wote motoni wameandaliwa adhabu mbaya sana. Waman yakunil shaytan, na yule yote aliyekuwa shetani lahu qarina, kwake ndiyo rafiki wa pete na kidole, fasaa qarina, ni rafiki mbaya sana aliyemtafuta, afai rafiki, achana naye. Anasema hayana aladhaba kadhalika, tumeandaa adhabu vile vile lilladhina, kwa wale ambao yunfikuna amwalahum, wanatoa mali zao, min ajili, kwa ajili au kwa sababu, an yarahumun nasu, watu wawaone, wayumdihuhu, alafu wamsifie, bwana fulani atoa bwana na imani. Wahum, na wao la yu'minuna billah, hawamuamini Allah, pengine si waislamu kabisa, wala bi yawmil akhir alqiyama, wala hawaamini siku ya kiyama. Hawa a'tadna lahum dhalika al'adhab, tumewaandalia wao hiyo adhabu, almuhzi, yenye kudhalilisha. Wama adallahum, na hakuna ambacho kimewapoteza wao, illa mutabi'atihim lishaitan, isipokuwa wamepotea kwa sababu ya kuwafuata kwao shetani. Waman yakuni shaitanu lahu sahiba, na yule aliyekuwa shetani kwake ndio kamfanya sahibu wake, rafiki yake, mulaziman, wa kukamatana naye, fasaa sahiban, basi ana rafiki mbaya sana. Wa hayyana al'adhab, tumeandaa vile vile adhabu kadhalika vile vile lilladhina, kwa wale ambao yunfikuna amwalahum, wanaotoa mali zao, min ajili, kwa sababu, an yarahumun nasu, kwa kuwaonyesha watu wawaone, halafu wakishaonekana yumdihuhum, wawasifie. Wahum la yu'minuna billah, na hali ya kuwa hawamuamini Allah, wala bi yawmil qiyama, wala hawaamini siku ya kiyama. A'tadna lahum dhalika al'adhab, tumewaandalia hao hiyo adhabu vile vile, almuhzi, yenye kudhalilisha. Wama adallahum, na hakuna kilichowapoteza hawa, illa mutabi'atihim au mutabi'atuhum, isipokuwa kule kufuata kwao li shaitani, kwa sababu tu ya kumfuata shetani, ndio maana wamepotea. Waman yakuni shaitanu lahu sahiba, na yoyote aliyekuwa shetani kwake ndiyo sahibu yake, mulaziman, wa kukamatana naye, fasaa sahiban, basi ana rafiki mbaya sana. Huyo rafiki hafai. Wa madha alaihim, kwani wengekosa nini wao? Lau amanu billah, lau wengemuamini Allah, wal yawmil akhir, na wengeamini siku ya mwisho, nini wengekosa? Wa anfaku, na wakatoa, mimma razakahumullah, miongoni mwa baadhi ya vile walivyoruzukiwa na Allah, wengekosa nini? Singekosa kitu, singekuwa na ubaya. Wa kana Allahu bihim alima, na amekuwa Allah kwao ni alima, ni mjuzi, anawajua. Kwa hiyo kama anajua wanatoa, Allah ingewalipa. Wa madha alaihim, kwani kuna tatizo gani kwao? Lau amanu billahi, lau wengemuamini Allah, wal yawmil akhir, na siku ya mwisho, wa anfaku, na wakatoa, mimma razakahumullah, miongoni mwa vile walivyoruzukiwa na Allah, kungekuwa na tatizo gani? Hakuna. Wa kana Allahu bihim, na amekuwa Allah kwao alima, anawajua. Wa madha yadhuru, kitu gani kingewadhuru haulai hawa?
Lau annahum amanu, lau wengeamini billahi haqqa, wengemuamini Allah kuwa ndio wa haki, wa biyaumil qiyama, wakaamini siku ya kisimamo, wa anfaku, na wengetoa mimma razakahumullah, miongoni mwa walioruzukiwa na Allah, fil wujuhi allati, wakatoa katika njia ambazo yuhibbuha, ambazo Allah anazipenda, wayardaha, na ambazo Allah anadhiridhia. Wengekosa nini? Kungedhurika nini kwao? Bal fi dhalika, lakini kwenye hilo, alkhairi kulli, kuna khairi zote huko wengepata khairi. Wa kana Allahu bihim alima, na Allah kwao anawajua. La yakhfa alayhi haluhum, haifichikani kwake Allah hali zao. Wasayujazi kullam bi'amali, na atamlipa kila mmoja kwa tendo lake alilotenda. Wa madha yadhurru, kitu gani kingewadhuru haulai hawa? Lau annahum amanu, lau wengeamini billahi haqqa, wengemuamini Allah kuwa ndio wa kweli wa haki, wa biyawmil qiyama, na wakaamini siku ya kiyama, wa anfaku mimma razakahumullah, na wengetoa miongoni mwa vile walivyoruzukiwa na Allah, fil wujuhi allati, wengetoa katika njia ambazo yuhibbuha, Allah anazipenda njia hizo, wayardhaha, na kuziridhia. Bal fi dhalika, bali katika kufanya hivyo, alkhairu kulli, ndio kuna khairi zote zingepatikana.